anaitwa Super Galgano sambamba na Winfrida Munisi. Tuko katika kijiwe cha kahawa hapa Darajani, Buguruni Darajani, stendi ya Ubungo, maarufu kwa Kafelo Muza Kahawa. Watu oye! Watu wa Simba tuko tarehe 1 ya mwezi wa 3, dabi ya Kariakoo, yani Simba na Yanga. Wameniita wanajambo, watu wa Simba na watu wa Yanga wamekutanika hapa wanajambo. Sisi kama wakereketwa na mashabiki wa Simba kuelekea dabi yetu ya tarehe 1, tunashukuru sana. Kwanza tunamshukuru kikosi chetu kinaendelea kuimarika mpaka sasa hivi. Tumesajili wachezaji wazuri wenye kiwango cha hali ya juu ambao wanakwenda kupa mafanikio. Hatuna hofu. Hamna hofu. Hatuna hofu. Hamna hofu kabisa. Hatuna hofu. Ngoja nikuulize, mara 6 kakupiga mtani na hauna hofu? Hiyo ni kawaida. Wakati wewe unaimarika mwenzako kasa imarika, bado hauna hofu? Hatuna hofu kwa sasa. Kitu gani kinakupa ujasiri wa kutokuwa na hofu? Kulingana sana kikosi kinavyoonekana, kinanipa hamasa, kinanipa nguvu. Hatuna hofu. Hatuna 6 wala 5. Yaani nyinyi ni wateja wa Yanga mara 6 mfululizo. Sawa, ninakubali kabisa. Wewe sasa hivi ndio uteja? Upo. Niogope Yanga, Yanga ni Simba, ogope Yanga. Kwa maana wewe ni shabiki wa Simba? Mimi naitwa mzee wa Simba. Wewe ni mzee wa Simba? Majina yako ni nani mzee wa Simba? Naitwa Kinaku wa Simba. Kinaku wa Simba. Na ukoo pamoja na timu yangu ukoo. Kinaku wa Simba, jina la ukoo pamoja na timu. Hivyo. Wow. Ndugu anatuambia hapa nyinyi mmejipanga kwa ushindi, hamuogopi. Kitu gani kinawaondoa hofu kama watu wa Simba? Kwanza niseme Simba haiwezi kuiogopa Yanga. Na Simba ina uwezo kuifunga Yanga mahala popote. Hata huko wanapoita Zanzibar, Guantanamo, sisi tuko tayari. Na Jumapili ya tarehe 1 urudi. Kama si goli 2 kwa goli 1 nakwambia. Wewe umeahidi kabisa magoli? Mimi nakwambia. Yaani umesema kabisa magoli. Tunawafunga. Unawafunga? Mechi jana. Ngoja nikwambie ndugu, wewe Kinabu wa Simba umefungwa mara 6 mfululizo. Bado huogopi na bado unaahidi kushinda. Kwa sababu walipotufunga kweli walitufunga. Lakini mimi nasemaga Yanga namna walivyotufunga. Ni michezo nje. Michezo nje. Ile michezo tushaidhibiti. Yanga hawezi kutufunga zaidi ya nje ya uwezo, yani nje ya uwanja. Ndani ya uwanja hawana uwezo. Kwa hiyo tushadhibiti mahala popote. Mfumo wao ulikuwa unatufungia, tushadhibiti. Wajiandaa na kichapo. Mwaka ni wetu na ubingwa. Sawa, sio maneno yangu ndugu zangu, ni maneno ya shabiki wa Simba, anaitwa mzee wa Simba. Asante sana. Niko na mtu mwingine hapo. Mzee wangu, habari sasa hivi? Tuambie majina yako. Mimi naitwa Babu Omari. Babu Omari. Ni mdau wa mpira. Wewe ni mdau wa mpira. Wewe ni Simba Yanga? Mimi nipo kati na mpira. Hii Tanzania imepasuka mara 2 mzee wangu. Yaani hii Tanzania hii hakuna kati. Yaani kuna Simba na Yanga, sema tu kweli. Zamani ilikuwa ni Zanzibar na Tanganyika, lakini sasa hivi ni Tanzania. Ni Tanzania. Hiyo ni nchi moja. Sasa Zanzibar Tanganyika kuzungumza. Kuna Simba na Yanga Tanzania, ndio maana sasa Zanzibar na Tanganyika. Mimi kuna nyekundu na kijani. Sahihi. Na kuna jeupe na njano. Sawa. Mimi sikupenda kuchagua upande mmoja, huwa napenda kuangalia kuzungumza. Lakini naambie kale kama yani leo hapa mimi kabla sijazungumza kwa nataka uniambie kitu cha moyoni mwako, kwa sababu nimezungumza na watu wa Simba wawili. Nataka nielewe nazungumza na yule. Yani kale kama moyoni ndio, hata kama una watoto, kuna mtoto ambaye ni wa kwako wote, sio? Lakini kuna ule wa moyo kidogo, kwa sababu kitanda inatoka damu nyekundu. Kwa sisi tunamiliki damu rangi yenye rangi nyekundu. Kwa hiyo mtaweza nikaenda huko kidogo. Kwa hiyo sababu ya rangi nyekundu. Chanja leo hapa. Sasa hapo kinachotoka ni damu yenye rangi nyekundu. Sasa kidogo nitaweza nikaenda kwa ajili ya hiyo. Sasa tuzungumze mpira, kwa sababu umesema wewe ni mdau wa mpira. Wewe unauzungumziaje mchezo wa tarehe 1 mwezi wa 3, Jumapili ya tarehe 1 mwezi wa 3, dabi ya Kariakoo? Ni mchezo mgumu. Baadhi ya mashabiki wa Yanga na wadau wanaiona kama mechi nyepesi, sababu wao hata kabla ya kuingia kwenye picha wanaona ishaimaliza. Lakini si kweli, mechi ngumu hii. Dakika 90 kazi kaamua. Wewe useme wewe. Mimi kama mimi naiona ni mechi nyekundu, hata ni mechi ngumu
Bado tupo katika kijiwe cha Buguruni Darajani, stendi ya Ubungo kwa Kapelo muuza kahawa maarufu kabisa hapa stendi ya Ubungo Buguruni. Mzee wangu habari vipi? Hii ni Mandera Road sio hivyo? Barabara ya Mandera. Sawa sawa. Ni kijiwe maarufu kabisa cha wana Simba na Yanga, lakini nimeambiwa na Yanga ameenda kuoga. Ameenda kuoga. Mimi naitwa Saidi mtangazaji, nimkaribisha kuongea. Mimi ni shabiki wa Simba. Yanga ni amejua na kwa sababu kule katolewa, hajategemea hata na kuingia hiyo tarehe moja basi, yani bado ana uongoni mnaanza kulipiza kisasi kwa mnyonge wao. Aje kulipiza kisasi kwao. Sasa hivi tunafanya picha roho kwenye usajili. Mchezaji wenye maarifa. Sisi tunaura. Tuna libasi. Basige. Sasa hizo namba ni hatari sana. Yani Yanga akae mbali kabisa. Haya ni maneno ya Saidi Yusufu, shabiki wa Simba. Hapa stendi ya Ubungo, kijiwe cha kahawa kwa Kapelo. Tunazungumza na mashabiki wa Yanga na Simba, lakini naambiwa washabiki wa Yanga wameenda kuoga. Haya bwana, habari? Mzima kabisa. Wewe majina yako ni nani? Mimi naitwa Isa au Shemeji. Au Shemeji. Hiyo Shemeji imekaaje? Shemeji imekuja kwa sababu unajua mnyama tena ndo moyo wangu. Mnyama ni moyo wako. Kumbe wewe si wa Yanga. Wewe angalia hapa wote. Hawa shemeji zangu. Wote ni shemeji zako. Wote kila anajitambulisha Simba zina shemeji zangu. Mimi naitwa Isa aka Shemeji. Kwa hiyo Simba zina shemeji zako mimi. Wow. Na wewe sana sasa hivi Azamu anajiingilia mara. Azamu anaingilia. Sijui lakini wewe umejipangaje tarehe moja dabi ya Kariakoo? Vizuri sana. Hao wanasikia wanajinasibu na usajili wao. Kelele tu wao kama wanataka kujua mimi nani wao kweli. Waje pale bwana. Wapitie kile walichopitia wenzao. Mechi ndio kupewa Guantanamo. Wapitie kile walichopitia wenzao. Juzi wamepiga kelele sana. Sawa. Nimepoteza nafasi kule, wamepiga kelele sana. Sasa wao waje wapitie machungu waliopitia wenzao. Nasikia ile nafasi unasema huko wanazungumza, ile nafasi umepoteza, ulijiandaa sana. Jamaa msemaji wao anasema mmewapika chungu hiki. Ujiandaa ni sehemu ya mchezo. Alisema mmepigwa, yani ile mechi mlikuwa mnafuzu kwa kishindo, ndio maana watu walishangaa. Kama tukizungumzia masuala ya mpira, tukiachana na ushabiki. Pale tulipokuwa tumefikia ndipo tulipofikia kisoka, mtu yote anaelewa. Matokeo ya mpira tukifikisha pale au sio bana? Kwa maana hiyo tulikuwa tunatakiwa ili yule jamaa ashinde, lazima sisi tushinde. Wewe usiposhinda hata kama yule jamaa angefungwa, Rabat angefungwa isingesaidia lolote. Kwa mimi nilifanya kutimiza wajibu wangu kwanza. Hilo litakapotokea mbele baadaye. Kwa maana alikamwe alishika yapoti siku ile. Aliwaambia sisi tutafuzu. Swala la hesabu pigeni nyie. Unaona? Kwa hiyo sasa wao ndio walipata. Na alisema sio tu watafuzu kwa kishindo. Sasa imetokea hivyo, ndio mpira ulivyo. Sisi wana Yanga tunajua mpira ndivyo ulivyo, wala hujawahi kusikia mtu wote baada ya pale injinia afai injinia. Unaona wenzetu sasa hizi Mangungu akishakula makofi, si uliona mwenyewe taifa pale. Kuna msemo unasema kama mume akifa kwa ngwe na mke anaondoka kwa nini? Sasa kwa usemi huo brother, hapo niambia Simba mbadilisha jinsia lini? Kama ni mwanaume, nani mwanaume? Toka lini Simba akawa mwanaume kwa Yanga? Kabadilisha jinsia lini? Wewe unavyojua wewe. Simba kabadilisha jinsia lini akawa mwanaume? Mbele yangu mimi. Mbele yako wewe? Kabadilisha jinsia lini? Anazungumza kimataifa yeye. Mama ukiwa mama ni mama tu. Hata ukienda kufanya kazi nje baba kwa idhini yangu mimi. Kwa sababu kama kimataifa Simba. Wewe mkeo anaweza kwenda kufanya kazi bila idhini yako wewe. Sasa kimataifa nani anaongoza? Nilikuwa namwagiza mimi miaka baba, mimi nabaki naangalia hapa, nenda baba, huwezi mke hawezi kwenda kufanya kazi nje ya nyumbani bila idhini. Unaona baba mama alimbaba nje. Sikiliza, huyu hajabadilisha jinsia, hizo kauli futa. Kabadilisha jinsia vipi? Yani toka hivyo hivi tukiachana habari za huko nyuma, kwa sababu wengine labda hawakuwepo. Kwa hichi kipindi ambacho tuna kumbukumbu mimi na wewe, Yanga ilivyokuwa Yanga bakuli, sawa. Simba alikuwa anamfunga Yanga, akimfunga ni moja, lakini mara nyingi namfunga na draw. Mimi napiga bakuli.
akuli yeye anamfadhili Mungu. Unaona? Sasa hivi tuko wote vizuri kiuchumi. Umeshanielewa? Amenifunga lini? Ndio sasa tunarudi tarehe moja sasa. Mpaka leo. Ndio anasema sasa tarehe moja watu wamejidasi hapa. Mimi sio mimi nimewasikia sasa wanasema anaenda kukomesha ubishi. Na kuna mmoja nasikia anasema nyinyi mnashinda nje. Amewadhibiti yule mzee gani? Kiboko ya nani umesemaje? Yule mtu wao ambaye anafungisha nje tushamdhibiti. Hana uwezo wa kushinda ndani uwanja hapa. Kwenye pichi hawana kitu. Unamsikia yule pale? Anasikiliza. Unajua mtu ambaye anaweka ushirikina maana yake huyo mtu kashafeli. Hawa wanafikiria ushirikina, ndio maana juzi wameenda kusomea na Albadiri. Sasa mipango ofisini kwao imekaa ovyo, wanaanza kupigana na Albadiri. Hapa wao wanafikiria sisi tunafunga kwa ushirikina. Au maana Yanga timu inatakiwa usajili, uwe na usajili, uwe na management bora. Sawa, uwe na wachezaji wazuri. Sawa, utashinda mechi. Wamesajili sasa hivi wanasema, wamesajili Libase Geye. Muulize Libase Oura. Muulize kwanza huyu shemeji. Shemeji yangu. Muulize Oura katoka timu gani kama unajua. Oura ametoka Finland ligi daraja la kwanza. Hebu anitajie Depu katoka timu gani? Nitajie Depu katoka nchi gani? Na wewe taja Depu katoka wapi? Na wewe sema Depu katoka wapi? Leta habari zingine. Depu katoka wapi na wewe jibu uzoka kujibu. Wewe sema Depu katoka wapi? Wewe Finland unacheza timu gani? Finland daraja la kwanza. Anatoka nani? Wewe sema Depu katoka wapi? Wewe Depu katoka wapi? Depu katoka wapi? Kwenda hapo Depu katoka wapi? Cheza Ureno tuendelee. Haya bwana, ndo maneno ya Simba na Yanga. Ndo maneno ya watu wa Simba na watu wa Yanga. Kweli. Jina langu naitwa Abdul Simba, mtoto wa Buguruni, Mgogo halisi. Mgogo halisi, mtoto wa Buguruni. Tuambie unataka kusema Mgogo. Kabla ya yote kwanza. Wewe bwana mkubwa aseme shikamoo Simba, kwanza atupe heshima yetu. Engineer anasema Ziziki una hatari, tutakupa dada akatoka Simba katoka Yanga. Asante. Wale mwozesha azizikizo Simba na mwozesha aziziki Yanga, hilo la kwanza. Ushabiki sio shida. Bali mtoto wa familia gani? Bali mtoto wangu mimi akiwa Yanga nikimwozesha wamemwozesha Yanga. Wewe ndio umemwozesha Mobeto. Wamemwozesha Mobeto Yanga. Wewe mtoto wao. Kwa hiyo na maana shemeji yake nani? Wao ndio wanaitwa mashemeji kuja Aziziki. Ngoja tuongee na Kaduguda. Mwenyeji wetu kabisa. Habari Kaduguda. Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu. Tumeonana kwa mara nyingine tena. Ndio. Ila wanatia huruma wa jamaa. Hao wakina nani hao kwanza tuambie? Wana jamaa wale unajua kale katabia sikameisha kale. Katabia gani? Kale katabia kale ka wiki skuli kameisha kale. Sasa Kaduguda una ukorofi sasa Kaduguda maneno. Shida ni ngumu sana. Yaani maana unaona unatapatapa wote Zanzibar sio Mwanza. Wewe ndio ukishafika urudi hapa. Kwamba wangeitwa Ikulu Kaduguda. Safari hamna kuitwa Ikulu. Kilio ni kile kile. Mtu anapigwa bwana. Wao hata wahamisha viwanja vitano. Eti kuna mtu anaitwa Dampo. Unamaanisha nini kusema Dampo? Mchezaji wao anaitwa Dampo. Haitwi Dampo, anaitwa Depu. Hapana, wewe hujasikia vizuri. Jamani hatari kama ni Depu. Nimeziona goli mbili zile zilikuwa za zamana kweli. Na timu gani alicheza? Na wale Waarabu. Kafunga kwa penalty lakini moja. Na lingine kafunga vizuri. Wale lingine na hao waliocheza nao walikuwa nafasi ya ngapi? Lakini ni timu kubwa ya kimataifa ile. Timu kubwa inakuwa na pointi mbili. Timu kubwa inakuwa na pointi mbili. Ndio, lakini ndio wamecheza. Kucheza wamecheza. Tuache ile timu, tunataka kuangalia mchezaji kama Depu alivyomzungumzia. Una uhakika wa kumdhibiti, yani kuna nani anaweza kumdhibiti pale Depu? Ya maana mtangazaji wewe uone mpaka niseme. Nataka wewe useme, mimi labda sijaona. Sasa unataka kuwatisha Yanga usije uwanjani. Niambie bana Kaduguda, nani anaweza kumdhibiti Pacome? Nani anaweza kumdhibiti Depu? Nani anaweza kumdhibiti Max Nzengeli mpia? Mbona nimekwambia beki yote ya Simba ina uwezo. Ukitaka nikutajie moja moja pia ni shida. Mimi nakwambia beki ya Simba yote nazuia hao watu wa Yanga kwa sababu huyo na chochote. Huyo Maxi wito wa Ikulu tena umeisha. Hasa wasubiri mpaka wito wa Ikulu ndio waje washinde. Kwa hiyo ushindi wote uliowafunga nyewe mara 6 walikuwa wanaitwa Ikulu. Ndio. Kweli? Ushindi wa kwanza wameitwa TFF. Ushindi wa pili Ikulu. Sasa ndio ushindi huo. Haya bwana Kaduguda. Ushindi wa pili wa mazingira ya refa. Sasa ni ushindi huo. Kwa hiyo huyu sasa hivi umeisha. Sasa hivi ni kwenda kucheza mpira. Wewe una mchezaji gani wa kukupa kiburi au una kitu gani cha kukupa kiburi? Hicho kiburi hicho. Usajili mpya nilosajili. Yaani unanipa jeuri kweli kweli. Wewe mwenyewe unaona mazingira uwanjani yanafanyika. Nikielezea mimi utasema naongopa. Wewe mwenyewe unaona.
Wito kwa mashabiki wenzenu, wito kwa mashabiki wengine, wanachama wa Simba, wachezaji wa Simba kwenye hiyo mechi ya tarehe 1. Nyinyi kama watu wa kwanza kuzungumza leo kuelekea tarehe 1, nyinyi mnasemaje? Tuko tayari kwa hiyo mechi. Wewe umesema ni 50-50 dakika 90. Ila kidogo nimeenda huko kidogo. Nasema nikichanja damu sinaona nyekundu. Kwa hiyo nimefuata huko kidogo angalau. Kwa hiyo uko tayari? Nipo tayari na tuko tayari kuiona hiyo mechi.